Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la CRDB Bank Federation Cup ambao tumetoka kuutazama kutokea katika uwanja wa Tanzania Chikwara uliopo mkoani Manyara ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Singida Black Stars dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya Singida Black Stars kuweza kuiondosha klabu ya soka ya Simba Sports Club katika hatua ya nusu fainali kwa kuweza kuifunga mabao 3-1 klabu ya soka ya Simba Sports Club katika mchezo ambao Simba kwa upande mwingine maji yalikuwa ni ya shingo. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba umeweza kuumizwa na matokeo, basi una nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kwa upande wako, je, ni kitu gani ambacho kimeweza kuifelisha klabu ya soka ya Simba msimu katika kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA kushindwa kufika fainali? Je, ni kocha? Je, ni wachezaji? Je, ni ratiba kuwa ngumu? Je, ni benchi la ufundi? Kwa hiyo una nafasi ya kutuambia ni kitu gani ambacho kimeifanya klabu ya soka Simba kuto kutinga hatua ya fainali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup. Katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Singida Black Stars walikuwa aggressive sana, yani walikuwa wakishambulia kwa kasi kubwa katika kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Katika dakika ya 17 tunamshuhudia mshambuliaji hatari kwa sasa katika ligi kuu ya NBC, Jonathan Soa, raia wa Ghana, aliweza kuitanguliza klabu ya soka ya Singida Black Stars. Lakini kabla ya kwenda half time, mchezaji Emmanuel Keyeke ambaye alikuwa man of the match katika mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars kutokana na uzembe ambao ulifanywa na golikipa ambaye ni golikipa anaofahamika kwa jina la Ali Salim Katola, ambaye alichukua nafasi ya golikipa Musa Kamara Pimpini ambaye aliumia na kushindwa kuendelea na mchezo. Basi kwa upande mwingine akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Singida Black Stars bao la pili. Lakini mpaka half time klabu ya soka ya Simba walikuwa nyuma kwa mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Simba Sports Club wakaweza kurejea na kuweza kufanya baadhi ya mabadiliko wakiamini kwamba watakwenda kupata ushindi mbele ya Singida Black Stars, lakini Singida Black Stars wakaweza kuumameni. Tunashuhudia katika dakika 48 Singida Black Stars waliweza kupata faulo, na faulo hii ikaweza kupigwa na mchezaji Emmanuel Keyeke ambaye aliweza kuifunga klabu ya soka Simba bao la pili, lakini katika faulo hii hakufanya makosa na kuweza kuiandikia Singida Black Stars bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipinga chake, basi kwa upande mwingine Black Stars walikuwa kifua mbele kwa bao 3-0. Lakini Simba wakaona sikinyonga kuweza kupata faulo katika dakika ya 49, na faulo hii ikaweza kupigwa na Jean Charles Ahoua, kisha Jean Charles Ahoua akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kufutia machozi. Ulikuwa ni mchezo wa playoff kwa maana kwamba lazima mshindi apatikane katika hatua nusu finali kwenda finali. Kwa ndio hivyo Singida Black Stars ameweza kwenda finali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup ama FA, na atakwenda kukutana na bingwa mtetezi ambaye ni Yanga Sports Club ambaye alimuondosha klabu ya soka ya JKT Tanzania kwa mabao 2-0, huku Simba wakishia katika hatua ya nusu fainali. Sasa mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kuondoshwa katika hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameweza kufunguka maneno yafuatayo. Ahmed Ali anasemaje? Anasema hivi: ilihitaji tuwe na wachezaji wanaotumia mashine ya umeme kucheza vizuri mchezo wa leo. Kwa binadamu wa kawaida, wachezaji wetu wamefanya kila kitu kwa kutumia nguvu zao za kawaida, lakini imeshindikana. Mechi 3 ndani ya siku 7 ikiwemo fainali ya CAF, tena mikoa 3 tofauti, ni ratiba ngumu ambayo imetupa ugumu leo kuwa kwenye ubora wetu. Kawaida binadamu akichoka, mwili na akili anakuwa kwenye nafasi kubwa ya kufanya makosa na kupata majeraha. Ndicho kilichotokea leo. Yote kwa yote, tunawapongeza wapinzani kwa kufanikiwa kunufaika na changamoto yetu ya uchovu. Hili limekwisha. Sasa tunajipanga kumaliza mechi 3 za ligi kuu ya NBC, kombe kubwa zaidi nchini Tanzania, muda wa mapumziko na kujiandaa kuelekea mechi hizo tunazo, na hivyo tutarejea kwenye ubora wetu utimamu
wetu. Huyo ni Ahmed Ally akijinasibu na kujitamba kwamba Simba wamepoteza mara baada ya kucheza michezo mingi mfululizo. Kwa hiyo kwa sasa wanakwenda kupumzika, na kwa sasa macho yao yote yapo katika kombe la ligi kuu ya NBC.